Karibu katika mfululizo huu wa masomo haya ambayo nitakwenda kufundisha kuhusu Injili ya kweli, ambapo tutakuwa tunajifunza kupitia vitabu mbalimbali ikiwemo Biblia na Qur'an, lakini pia tutajifunza kupitia kitabu ambacho hakikuwekwa katika Biblia ambacho kiliandikwa na mwanafunzi wa Yesu. Kitabu hiki mimi ninakiita Injili ya kweli, kwani kina mafundisho makubwa sana ya kushangaza ya kuhusu Yesu Kristo. Sasa leo nataka tuangalie kuhusu ni sababu zipi zilimfanya Yesu amfukuze Petro miongoni mwa wanafunzi wake, kama ilivyoandikwa katika kitabu hiki kinachoitwa Injili ya kweli. Ukifungua katika kitabu cha Mathayo sura ya 16 kuanzia mstari wa 13, Yesu aliwauliza wanafunzi wake kwamba watu wanasema yeye ni nani. Wakawa wanajibu, wengine wanasema kwamba ni Yohana Mbatizaji, wengine ni Elia. Lakini akatoka Simoni Petro na akajibu akasema kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sasa katika kitabu ukiendelea kusoma hapo, Yesu akaanza kumsifu Petro kwa jinsi alivyoweza kujibu hilo jibu lake. Lakini katika kitu cha ajabu kabisa, ukifika mstari wa 20 inasema ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Sasa tafakari yetu ianzie hapo. Kama kweli Yesu kaja kuwafundisha watu ukweli, kwa nini azuie huo ukweli usisemwe? Sasa tujiulize pia, kwa nini Mungu awe na mtoto? Je, Mwenyezi Mungu anahitaji kuwa na mtoto? Kwa sababu ukisoma kitabu cha Hesabu sura ya 23 mstari wa 19 inataja waziwazi kwamba Mungu si mwanadamu wala si mtu. Yeyote yule ambaye anakuwa na mtoto siku zote anakuwa anamtegemea mtoto pale ambapo atachoka, pale ambapo atakuwa ameishiwa nguvu, pale ambapo sasa hawezi kuendelea, pale anapokuwa amezeeka, kwamba mtoto atarithi ufalme. Lakini tumekwisha kujua kwamba Mwenyezi Mungu si mwanadamu wala si mtu. Mwenyezi Mungu hachoki wala halali usingizi. Mwenyezi Mungu utawala wake na ufalme wake upo milele na milele. Mwenyezi Mungu hahitaji wa kumrithi wala hahitaji wa kumsaidia. Kwa hiyo ndio utakapogundua ya kwamba hili neno la kwamba Yesu ni mwana wa Mungu halikuwa sahihi kama lilivyoandikwa katika kitabu hiki cha Mathayo, na kwamba eti Yesu alimpongeza Petro kwa kusema hivyo. Hii inakinzana kabisa na mafundisho ambayo yalikuwepo tangu awali, mafundisho ya mitume wengine. Lakini pia swali jingine ambalo mtu anapaswa ajiulize ni kwa nini Mwenyezi Mungu awe na mtoto mmoja tu, hali ya kuwa viumbe wake wanakuwa na watoto wengi. Kwa mfano binadamu anakuwa na watoto wengi, na ndipo anapoheshimika na ndivyo anavyokuwa na ushawishi mkubwa pindi anapokuwa na watoto wengi. Lakini pia hata katika wanyama unagundua kuna wanyama wanaozaa watoto wengi na ndio wanakuwa na faida na ndio wanakuwa wana uwezo wa kuendeleza zaidi uwepo wao. Hivyo basi utagundua ya kwamba kitendo cha kusema kwamba Mwenyezi Mungu ana mtoto mmoja tu ambaye ndiye Yesu, utagundua ni kwamba haina mantiki wala haina uhalisia, kwa sababu haiwezekani viumbe wawe na watoto wengi alafu Mwenyezi Mungu awe na mtoto mmoja tu. Lakini pia kwa nini tujiulize, kwa nini mtoto huyo awe wa jinsia ya kiume tu? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ameumba jinsia mbili, ya kiume na ya kike. Iweje sasa mtoto awe ni mmoja, tena awe wa jinsia moja tu? Hii jinsia nyingine kwa nini haithaminiwi? Kwa nini haikuwepo kwa upande wa Mungu na yeye kupata mtoto mwingine wa kike? Kama ni kweli hao wanaotuambia kwamba Mwenyezi Mungu ana mtoto au Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu, basi iweje jinsia iwe ni moja tu? Kwa nini hakuna jinsia ya kike? Lakini pia tafakari nyingine ije kwa upande wa mama yake Yesu ambaye ni Mariamu. Mtu anapaswa ajiulize, kama Mariamu ni mama wa Yesu ambaye ni mwana wa Mungu, je, Mariamu yeye ni nani? Kama kamzaa mwana wa Mungu, je, Mariamu ni nani?
Wakristo wamegawanyika katika hili swala la Mariamu, ambapo wapo wanaokiri ya kwamba Mariamu ni mama wa Mungu, hasa wa Roma, lakini wengi ikiwepo wa madhehebu mengine haya ya Kiprotestant yamekuwa yakipinga swala hilo na yamekuwa hayampi thamani yoyote Mariamu. Lakini wanapaswa wajiulize, endapo mnakiri ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, je, kwa nini msimpe heshima yake Mariamu? Sasa hapo ndipo ambapo inabidi utafute ukweli kwa kutoka katika vitabu vingine, na ambapo katika hii Injili nimesema ni Injili ya kweli iliyoandikwa na mwanafunzi mmoja wapo wa Yesu. Pale tu Petro aliposema ya kwamba Yesu, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai, Yesu alikasirika sana na Yesu alimfukuza Petro atoke katika wanafunzi wake. Wanafunzi wengine wa Yesu walianza kumwombea msamaha Petro, wakitaja kwamba amekosea kama ambavyo watu wengi wote wanaweza wakakosea, na ilimbidi Yesu alihudhunika sana na ikabidi awaongoze toba wanafunzi wake wote. Na Petro naye alikiri ya kwamba amekosea sana kusema hivyo, na akamuomba msamaha Mwenyezi Mungu na akamuomba msamaha Yesu kwa kumkosea, na Yesu aliwaongoza toba wanafunzi wake wote, yeye akiomba maombi na wanafunzi wakiitikia amin, amin kwa ajili ya toba kutokana na maneno aliyoyatoa Petro. Sasa leo nataka niseme maneno haya yafuatayo, kwamba ni kosa kubwa sana kusema Mwenyezi Mungu ana mtoto, au kusema kwamba fulani ni mwana wa Mungu, au kusema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ni kosa kubwa sana, na wanaofanya hivyo wanapaswa waache. Nimekutolea mfano hapa kwamba Petro alivyosema hivyo, Yesu alimfukuza atoke katika wanafunzi wake. Umekwisha kusikia, unapaswa ubadilike na umuombe msamaha Mwenyezi Mungu kwa yale uliokuwa unayafanya, kwa kitendo cha wewe kumuita fulani kwamba ni mwana wa Mungu. Ni katika makosa makubwa sana, kwa sababu nimekuonesha kwamba hata Petro alivyosema hivyo alifukuzwa na Yesu na ilibidi aombe toba. Mwenyezi Mungu anapokea toba, inapaswa umrudie na uache mara moja kumuita fulani mwana wa Mungu. Mwenyezi Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Asante sana kwa kunisikiliza.